Karibu katika taarifa yetu ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Tumekuandalia mengi ikiwa ni pamoja na polisi wa India wanachunguza uhusiano wa Kashmir na mlipuko wa Delhi. Wanasiasa wa Zimbabwe achiliwa kwa dhamana Afrika Kusini. Rais wa Sudan Kusini amfuta kazi makamu wake Benjamin Bolmer. Daktari Mwigulu Lameck Nchemba ateuliwa waziri mkuu mpya wa Tanzania. Serikali ya Kenya yasema zaidi ya Wakenya 200 wamesajiliwa katika jeshi la Urusi. Naam. Natumai ubuheri wa afya pote pale ulipo duniani kwa moyo mkunjufu na mikono miwili. Hujambo na karibu kwenye taarifa yetu ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Jina langu ni Kantona Joseph. Siku 3 baada ya gari kulipuka jijini Delhi, India na kuua watu 8, wachunguzi wamefahamisha wanahabari kuwa wanachunguza ikiwa tukio hilo lina uhusiano wote na kukamatwa kwa wanaume 7 na katika eneo la Kashmir lililodhibitiwa na India. Pia wanachunguza ikiwa na uhusiano wote wa tukio la kunaswa kwa kilo 2900 za vilipuzi katika eneo la Faridabad viungani mwa Delhi. Siku ya Jumatano, baraza la mawaziri la ushirikisho lilitoa azimio liliita tukio baya la kigaidi lililofanywa na vikosi vya kupambana na taifa. Kauli hiyo inaungwa mkono na maoni ya awali ya waziri mkuu Narendra Modi ambaye alizungumza juu ya njama ambaye alionya waliotekeleza hawatasalimika na wote waliohusika watachukuliwa hatua za kisheria. Mahakama ya Afrika Kusini imemwachilia kwa dhamana mwanasiasa wa upinzani wa Zimbabwe aliyekamatwa wiki iliyopita kwa kumiliki vilipuzi kinyume cha sheria. Job Sikhala, mbunge wa zamani na mshirika wake walikamatwa mjini Pretoria wakiwa kwenye gari linalodaiwa kuwa la vilipuzi vipatao 26. Hakimu wa Pretoria alimwachilia huru Sikhala na Alexander Thema kwa dhamana ya randi zipatazo 10,000 sawia na dola zipatazo 588. Wawili hao walikamatwa baada ya polisi kudokezwa kuwa wanashtakiwa na wanamiliki vilipuzi kinyume cha sheria. Wanakanusha mashtaka na washirika wao wamedai kuwa wanafanyiwa hila. Afisa wa mamlaka ya kitaifa wa mashtaka amesema kwamba hakuna tarehe ya kesi iliyowekwa. Kiongozi wa Sudan Kusini Salva Kiir amemfuta kazi mmoja wa makamu wake wa rais Benjamin Bolmer ambaye alikuwa amedokezwa kuwa mrithi wake. Kiir alimvua Bolmer cheo chake cha kijeshi na kumfukuza kutoka idara ya usalama wa taifa. Pia alimfuta kazi gavana wa benki kuu na mkuu wa mamlaka ya mapato, wote wakizingatiwa washirika wa karibu wa Bolmer. Hakuna maelezo yote yaliyotolewa kuhusiana na hatua hiyo ambayo iliyotolewa kupitia amri iliyotangazwa kwenye runinga ya serikali. Bolmer ambaye amekuwa chini ya vikwazo na Marekani kwa tuhuma za ufisadi amekuwa akitajwa kuwa mrithi wa Kiir. Haya yanajiri wakati ambapo kumekuwa na ongezeko la mpasuko ama msukosuko wa kisiasa ambao umeibua hofu ya uwezekano wa kurejea kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe baada ya kusambaratika kwa makubaliano tete ya kugawana mamlaka kati ya Kiir na kiongozi wa upinzani Riek Machar hivi karibuni. Bolmer, miaka 47, aliyeteuliwa kuwa makamu rais mwezi Februari akichukua nafasi ya James Wani Inga, mwanasiasa mkongwe na jenerali.
Zaidi ya Wakenya 200 huenda wamejiunga na jeshi la Urusi tangu kuanza kwa mzozo kati ya Urusi na Ukraine mwaka 2022, mkuu wa mawaziri Musalia Mudavadi amesema. Akizungumza na wanahabari, Mudavadi amesema wizara hiyo imeendelea kupokea maswali kutoka kwa familia zinazotaka kujua waliko jamaa zao ambao walijikuta katika mzozo huo. Mudavadi alibainisha kuwa inakadiriwa kwamba mitandao ya usajili ingali inaendelea na kazi hiyo nchini Kenya na Urusi, huku ubalozi wa Kenya mjini Moscow ukiripoti wale waliopata majeraha na huku wengine wakiwa wamekwama baada ya kujaribu kujisajili kuingia vitani. Rais Donald Trump wa Marekani ametia saini mswada wa ufadhili wa kufungua tena uchumi katika shughuli za serikali ya Marekani na kumaliza mkwamo ambao umeshuhudiwa kwa muda mrefu zaidi katika historia ya nchi hiyo. Mswada huu utarejesha wafanyakazi wa serikali kazini, kutoa pesa kwa mashirika ya kiserikali, programu na idara, na kurejesha malipo kwa mamia maelfu ya wafanyakazi ambao hawajalipwa tangu kuanza kwa mkwamo huo tarehe 1 Oktoba. Kusimamishwa kwa shughuli za serikali kumeendelea kwa siku 43, ikipata rekodi ya hapo awali ya siku 35 ambayo ilitokea wakati wa muhula wa kwanza wa Trump. Bunge la Tanzania limempitisha Mwigulu Lameck Nchemba, mbunge wa jimbo la Iramba mkoani Singida, kuwa waziri mkuu wa nchi hiyo mara baada ya Rais Samia Suluhu Hassan kuwasilisha bungeni jina lake ili liweze kupigiwa kura. Mwigulu anakuwa waziri wa 12 wa Tanzania mkuu tangu nchi hiyo ilipopata uhuru wake. Spika Musa Nzungu alipokea hati ya uteuzi huo kutoka kwa Rais Samia Suluhu Hassan na kutangaza mbele ya wabunge kwa ajili ya kumdhibitisha kwa kura kwa mujibu wa ibara ya 51 ya kifungo kidogo cha pili cha katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Baada ya hatua hiyo, wabunge walipiga kura ya kumidhinisha Mwigulu Nchemba kuwa waziri mkuu mpya wa Tanzania, matokeo yaliyosoma bungeni na mwanasheria mkuu wa Tanzania Hamza Johari. Akizungumza mara baada ya kuteuliwa na kupigiwa kura na kuwa waziri mkuu wa Tanzania, Mwigulu amesema kuwa anatambua bado Watanzania wengi wanakabiliwa na lindi la umaskini na pia nchi hiyo ya Tanzania wote na watasikilizwa kwa nidhamu katika ofisi za umma, na akaonyeshea kidole watumishi wa umma walio wavivu, wazembe na wala rushwa. Aliongeza kuwa hatakuwa na asimile kwa watumishi wa umma ambao hawatakwenda na kasi ya serikali katika kuleta maendeleo na taifa hilo la Afrika Mashariki. Kuteuliwa kwa Mwigulu Nchemba kuwa waziri mkuu wa Tanzania kumewaibua wachanganuzi wa masuala ya kisiasa nchini humo, akiwemo Masela Hamduni ambaye anasema kuwa Mwigulu ni mchapakazi, lakini anayo kazi kubwa ya kudhibitisha umma kama anaweza kuwa mwadilifu. Nao wananchi wa kawaida wamekuwa na maoni tofauti kuhusu uteuzi huo, ikiwemo wale ambao wanakabiliwa wanakubaliana na uchaguzi Kanisa Katoliki Tanzania ambapo kutokana na yale ambayo ilitokeza. Hata hivyo, baadhi ya wachanganuzi wanasema rekodi yake katika masuala ya kifedha inaridhisha. Kitaaluma, Mwigulu Nchemba ni mchumi kada wa muda mrefu wa chama tawala cha CCM, akimrithi Kassim Majaliwa aliyemaliza muda wake. Wanasiasa huyo wa muda mrefu alikuwa waziri wa fedha katika serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan. Unaendelea kupokea taarifa hii ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Sasa hivi tunaelekea moja kwa moja kupokea matangazo awamu hii ya pili, ambayo ni ripoti za waandishi, uchanganuzi, vile vile makala, na shirikiana na shirika la DW katika matangazo yetu ya mbashara.
Mawaziri wa sheria na nishati nchini Ukraine Jamana Galunchenko na Svitlana Heichuk wamejiuzulu jana Jumatano kufuatia madai ya kuhusika kwao na sakata kubwa ya ufisadi katika sekta ya nishati nchini humo. Wachunguzi wamedai kuwa Galunchenko, mshirika mkuu wa rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky, alianzisha mpango wa ufisadi wa dola milioni 100 katika sekta hiyo, hali iliyosababisha hasira ya wananchi wakati ambao taifa likikosa umeme kufuatia mashambulio ya Urusi yanayoendelea kushamiri huko kumradhi. Ukraine imekuwa ikabiliwa na kashfa mbalimbali ya ufisadi na kuondoa tatizo hilo serikalini ni moja ya masharti yanayohitajika ili kujiunga na Umoja wa Ulaya. Moja kwa moja tunaelekea Tanzania ambapo tunaungana naye George Jogopa akiwa Dar es Salaam kufuatia kanisa la Kiinjili la Kiluderi Tanzania limetangaza wiki moja ya kufanya maombi kwa ajili ya kuliombea taifa. Wakati linapotekeleza majukumu yake. Limesema maombi hayo yanaanza Jumapili ya Novemba 16 hadi Novemba 23 na yamegawanyika katika makundi mbalimbali ikiwemo kuombea viongozi kutambua wajibu wao wa kutenda haki. Naye katibu mkuu wa KKT Rogati Model ameambia DW kwamba kanisa hilo liliwajibika kutekeleza majukumu yake kiimani na kwamba lilianza maombi kwa taifa tangu ilipoanza kujitokeza kwa sintofahamu wakati wa uchaguzi wenyewe. Aidha, Model amesema kanisa hilo linakusudia kufanya jambo maalum siku ya mwisho ya kuhitimisha maombi hayo. Siku ya mwisho kuwa na ibada ya shukrani ambayo normally kwenye shukrani huwa kuna sadaka. Sasa sadaka ile ikipatikana nayo pia itakwenda kusaidia waathirika. Katika hatua nyingine, Jumuiya ya Kristo Tanzania CCT imetoa wito wa kufanyika maombi ya toba ya kitaifa yatakayojumuisha makundi ya watu wote kuomba kuhusu yale yaliyotokeza wakati na baada ya uchaguzi mkuu. Mwenyekiti wa jumuiya hiyo Askofu Stanley Hotehi amesema hatua hiyo inalenga kulileta taifa pamoja. CCT inakemea vitendo vyote vya ukatili ikiwemo mauaji ya watu, kujeruhiwa watu, uvunjivu wa haki za kibinadamu na uharibifu wa mali katika kipindi hicho, bila kujali limetokana na upande gani. Wakati huo chama cha upinzani nchini Tanzania Chadema kimetangaza kusambaza mawakili wake kote nchini kuwatetea wananchi wanaokabiliwa na kesi za uhaini mahakamani baada ya maandamano yaliyofanyika wakati wa uchaguzi mkuu wa Oktoba 29. Makamu mwenyekiti wa chama hicho John Heche anasema mawakili hao wamepewa jukumu la kutoa msaada wa kisheria kwa watuhumiwa na kwamba kazi hiyo inaanza kufanya mara moja. Tunataka Watanzania waelewe kwamba chama chetu kitahakikisha wanapata uwakilishi wa nchi nzima. Katika hatua nyingine, chama hicho kimeupongeza wito uliotolewa na Umoja wa Mataifa uliohimiza kufanyika uchunguzi wa kina kufuatia kuwepo ripoti ya mamia wananchi waliouawa wakati wa maandamano yaliyofanyika katika majiji mbalimbali ya Tanzania wakati wa uchaguzi. Kutoka Dar es Salaam, nicho Jogopa wa DW. Asante sana George Jogopa kwa taarifa hiyo kutokea jiji la kibiashara Dar es Salaam. Na tunazidi kusonga mbele msikilizaji kwenye taarifa hii ya habari kupitia idhaa hii ya Kiswahili Radio 14 Africa. Kituo chako kinachokuwa kasi sana duniani. Tunashirikiana hivi sasa kwenye ripoti hizi za waandishi wa habari na shirika la DW idhaa ya Kiswahili. Sasa hivi tuungane naye Gwandume Mwakatobe katika uchanganuzi. Na Mwigulu Nchemba alisema ambaye hapendi vikodi aende Burundi huko atoke katika nchi. Kwa kweli alikuwa na matamshi ambayo hatukutegemea waziri aweze kuwatamkia maneno kama hayo. Kwa alilalamikiwa mengi kweli, lakini nafasi za uteuzi zinateuliwa na yule anayeteua. Tulidhani kwamba singemaliza hata kipindi chote
cha waziri wa fedha na mipango aliyokuwa nacho, lakini amemaliza. Lakini pia ninadhani kwa namna ambavyo alikuwa anaweza akatafuta fedha kila rais anapozihitaji. Kwa kuna vitu ambavyo amempenda, sisi hatukuvipenda. Kwa hiyo hatutarajia wengi. Unadhani kulikuwa na chaguo bora zaidi? Chaguo la mtazamo wa watu, walikuwa nafikiria watu wengine, lakini sio Mwigulu Nchemba, kwa sababu hizo tulizosema alitubana sana kwenye masuala ya kodi. Lakini pia ni kama nilivyosema kwamba ni mapenzi ya rais, kwa amechaguliwa ambaye labda wengi walikuwa hawamsemi. Lilikuwepo chaguo lingine la watu, lakini sasa hatuchagui sisi. Kwa hiyo unadhani kwamba nafasi hii hataweza kuitendea haki, hasa anapochaguliwa katika wakati ambapo taifa naweza kusema liko katika mgawanyiko na mengi yametokea, hasa katika kipindi hiki cha uchaguzi, na wengi wanategemea taifa sasa linahitaji uponyaji? Watu wanabadilika kwa sababu ya hali hiyo nayo, hata kama alikuwa ni mtu ambaye amejivunwa na kiburi na nini, lakini watu huwa wanabadilika kwa msingi ambao tunajenga msingi wa utawala wa serikali ya awamu ya 6 inaanza chini ya maumivu makali. Watu wanabadilika, wanaweza kubadilika kama ambavyo mtu anaweza kaja mzuri baadaye mbaya. Anaanza vizuri sana rais akamalizia vibaya. Kwa huyo tunamuona hafai, inawezekana kama amejifunza akabadilika na akafanya vizuri. Na unaona kuna uwezekano huo? Uwezekano huo upo kwa sababu kwanza amesikia kilio cha wananchi, pia ni mtu ambaye anapenda sifa. Lakini tusisahau kuwa wanasema aspirations, matarajio ya watu. Huyu ni miongoni mwa watu ambao wanasema ameanza kujiandaa kwa muda mrefu, siku moja aje kuwa rais wa Tanzania. Kwa atapenda kufanya vizuri, apate sifa. Hayo tunayatarajia. Wana maono ya mbali hawa. Kwa hiyo hebu tumpe muda, tusimtathmini mtu kabla hajafanya kazi. Ndugu Nchemba ameahidi kuwanyoosha watumishi wa umma wavivu, wazembe, wala rushwa, kwamba wawe tayari atakwenda huko na fyekeo na reki. Unadhani atakwenda na mkakati gani mpya, kwa sababu si kiongozi wa kwanza kutoa matamshi kama haya, lakini hali inaonekana ni ile ile? Umesema vizuri. Huko nyuma kama nakuja na fagio, huko nyuma tumewahi kuahidia hata na fagio la chuma, lakini bado hawakufagiliwa wale ambao waliona ni wachafu. Ahadi ni kitu kimoja, utekelezaji wa ahadi hizo ni kitu kingine, na watu wengi ni wazuri sana katika kuahidi na si kutekeleza. Kwa sisi hatutampima kwa ahadi zake nzuri, tutapima kwa jinsi ambavyo anatekeleza hizo ahadi. Na wapo wanaoonyesha tayari kwamba pengine ataleta msukumo mpya wa kiutendaji serikalini, hasa kwa kuzingatia ahadi zake, lakini pia wengine wanaangazia urathi wake wa kiuongozi tangu alipojiingiza kwenye siasa. Wewe unasemaje? Hayo ni matarajio ya wengi, lakini watu wasisahau kwamba waziri mkuu ni msaidizi wa rais. Atafanya kulingana na matakwa ya rais, si matakwa ya kwake. Tusisahau. Haya, hapo tunazidi kusonga mbele katika uchanganuzi huo, msikilizaji, ambapo ndio hali ambayo inajitokeza hapa hivi. Unapokea Afrika Leo jioni kupitia idhaa hii. Rais wa Zanzibar Daktari Hussein Ali Mwinyi leo ametangaza baraza jipya la mawaziri lenye sura ya mabadiliko ya uwiano wa kisiasa, akiongeza idadi ya wizara hizo kutoka 18 hadi 20. Lakini zaidi ya idadi, ujumbe ulijitokeza ni ule wa uwajibikaji, kasi na nafasi ya upinzani katika serikali ijayo. Salma Saidi anatuletea taarifa hiyo akiwa visiwani Zanzibar. Mwanzo wa awamu mpya ya uongozi chini ya Rais Mwinyi. Katika tangazo hilo, Rais Mwinyi ameongeza wizara 2 na kuachia wazi nafasi 4 kwa ajili ya chama cha upinzani cha ACT Wazalendo ili kuendeleza dhamira serikali ya umoja wa kitaifa kwa mujibu wa katiba ya Zanzibar. Nimeamua kuziacha wazi bila uteuzi nafasi hiyo mpaka pale tutakapokubaliana aidha wanaingia kwenye serikali ya umoja wa kitaifa au la. Na hapa natumia mamlaka yangu ya kikatiba kwamba hizi nafasi zitabaki wazi kwa mujibu wa katiba mpaka pale kipindi kitakapokwisha, ambayo kikatiba ni siku 90. Katika orodha ya walioteuliwa, wizara nyeti kama fedha na mipango sasa itaongozwa na Dr. Juma Maliki Akil, aliyekuwa katibu mkuu wa wizara hiyo katika awamu iliyopita. Uteuzi unaonyesha mwendelezo na uzoefu katika kusimamia uchumi wa Zanzibar.
baadhi ya mawaziri wa awamu iliyopita hawakurejeshwa, akiwemo aliyekuwa waziri wa habari Tabia Maulidi Mwita na waziri wa Ikulu Ali Suleiman Amir. Mbadala wake, nafasi zao zimechukuliwa na sura mpya na vijana, hatua ambayo wachambuzi wa siasa wanaiona kama mkakati wa Rais Mwinyi kuimarisha ufanisi na kuandaa viongozi wapya wa baadaye. Katika mazungumzo yake, Rais Mwinyi amesema wazi kuwa serikali yake ya awamu ya pili itakuwa na kasi zaidi, huku akisisitiza uwajibikaji wa mawaziri wake. Na kwa kweli wale ambao hawatawajibika sidhani kama watakuwa na nafasi. Na kwa taarifa tu, safari hii watu wengi wamenishauri huko, wanasema ongeza ukali kidogo. Mimi siongezi kidogo, nitaongeza sana. Kwa hiyo safari hii watu wanaopata nafasi basi wajue. Kauli hii inaweka wazi kwamba viongozi wanaoteuliwa wanatakiwa kuendana na dira ya utendaji kwa matokeo, ambayo imekuwa kauli mbiu ya utawala wa Rais Mwinyi tangu 2020. Ni yapi matumaini ya wananchi? Naitwa Abdul Kadir Hamisi Ali. Mategemeo yangu katika uteuzi wa baraza la mawaziri la leo ni kupata viongozi wa wajibikaji na wafanyakazi na wafuatiliaji katika serikali ya Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa mpangilio wa serikali mpya iliyoundwa. Kwa jina naitwa Asha Mohamed Hamis. Maoni yangu kuhusu baraza jipya la mawaziri lililoundwa, tunategemea kupata mawaziri watekelezaji wazuri katika nyadhifa zao walizopewa. Salma Said, DW Zanzibar. Aya, asante sana Salma Saida ukiwa visiwani kule Zanzibar, ambapo tunazidi kusonga mbele na taarifa hii ya habari Afrika leo jioni kupitia idhaa hii ya Kiswahili Radio Fortune Africa, ambapo nashirikiana na DW. Walowezi wa Israeli walio na misimamo mikali wamevamia na kuchoma moto msikiti mmoja katika eneo linalokabiliwa la Ukingo wa Magharibi, huku picha zinazosambaa kwenye mitandao ya kijamii zikionyesha uharibifu katika eneo hilo la ibada. Silvia Muheuzi na taarifa hiyo kwa kina. Maneno ya kibaguzi katika kuta za msikiti ulioko katika kijiji cha kaskazini magharibi mwa eneo hilo mapema leo Alhamis. Vyombo vingine vya habari vimesema michoro hiyo ya graffiti ilikuwa na matusi dhidi ya Mtume Muhammad kwa Kiebrania. Jeshi la Israel limesema kuwa linachunguza madai hayo. Hapajaripotiwa majeruhi, lakini picha zinazosambaa katika vyombo vya habari vya Palestina zimeonyesha uharibifu katika eneo hilo la ibada. Imamu wa msikiti huo Ahmed Salman anaelezea zaidi. Baada ya kufika msikitini alfajiri, nilikuta mlango wa msikiti ukiwa umevunjwa, moto umewashwa ndani na maandishi ya kibaguzi yaliyochorwa na makundi ya walowezi. Vurugu hizo za walowezi dhidi ya Palestina katika Ukingo wa Magharibi zimeongezeka tangu kuanza kwa vita vya Gaza mnamo Oktoba mwaka 2023 vilivyochochewa na shambulio la Hamas dhidi ya Israeli. Tangu wakati huo pia mashambulizi ya umwagaji damu yanayohusisha Wapalestina na jeshi la Israel yameshamiri katika Ukingo wa Magharibi. Jeshi la Israeli mara kwa mara linashutumiwa kwa kutochukua hatua madhubuti dhidi ya vurugu za walowezi. Na huko Gaza, matawi ya kijeshi ya kundi la wanamgambo la Hamas na lile la Islamic Jihad yamesema kuwa yatakabidhi mabaki ya mateka mwingine baadaye hii leo kama sehemu ya mpango wa kusitisha mapigano uliosimamiwa na Marekani kati ya Israel na Hamas. Taarifa iliyotolewa na Hamas imesema vikosi vya Al-Quds na kile cha Ezzedine Al-Qassam vitakabidhi mabaki ya mwili wa mmoja wa mateka ambao umepatikana leo katika eneo la Morag kaskazini mwa mji wa Khan Yunis kusini mwa ukanda wa Gaza. Mwanzoni kabisa mwa utekelezaji wa makubaliano hayo ya kusitisha mapigano mnamo Oktoba 10, Hamas ilikabidhi mateka 20 walio hai na mili ya watu 28 waliokufa. Katika hatua nyingine, Uturuki imesema leo kuwa inatarajia kwamba kikosi cha kimataifa kilichopangwa kupelekwa Gaza kitatoa hakikisho la kwamba usitishaji mapigano tete unaweza kudumu. Uturuki iliyo mwanachama wa jumuiya ya kujihami NATO imekuwa mkosoaji mkubwa wa mashambulizi makali ya miaka miwili ya Israeli huko Gaza inayoyataja kuwa ni mauaji ya kimbari. Na wakati huo huo pia imekuwa na jukumu muhimu na mpatanishi katika juhudi za usitishaji vita, ikitaka kujiunga na kikosi hicho licha ya kupingwa kila mara na Israeli. Asante sana Silvia Mweuzi
kwa taarifa hiyo. Nazidi kusonga mbele. Urusi imesema kuwa Ukraine italazimika kuingia katika mazungumzo ya kusitisha vita karibu au baadaye, la sivyo itajikuta katika nafasi mbaya zaidi. Haya yanafanyika wakati ambapo Urusi imezidisha mashambulio yake ndani ya Ukraine, huku Rais Volodymyr Zelensky akiwatembelea wanajeshi kusini mwa Zaporizhia. Jacob Safari na taarifa kwa kina. Urusi inataka amani na inataka kuusuluhisha mzozo huu wa Ukraine kwa njia za kidiplomasia na kisiasa, ila pasipokuwa na fursa hiyo na utawala wa Kiev ukifunga milango yake kwa mazungumzo, basi tutaendelea na operesheni ya kijeshi. Kipaumbele chetu ni kuhakikisha malengo yetu, usalama wa vizazi vijavyo na kutimiza majukumu yaliyoko mbele yetu. Lakini Ukraine inasema kuwa haiwezi kuyakubali masharti ya Urusi ya kuvisitisha vita hivyo, kwani ni sawa na kuitaka ijisalimishe. Haya yanafanyika wakati ambapo rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky leo Alhamis amevitembelea vikosi vyake kusini mwa Zaporizhia, ambako Urusi imeyateka maeneo kadhaa hivi majuzi. Ziara yake hii inafanyika wakati ambapo Urusi inasema imeviteka vijiji viwili zaidi katika maeneo ya Kharkiv na Dnipropetrovsk, huku Kiev ikipambana kutouachia mji muhimu wa mashariki wa Pokrovsk. Wakati huo, mamlaka zinasema takriban watu 3 wameuawa leo katika shambulizi la droni la Urusi karibu na kijiji cha Bohuslavka huko mashariki mwa Ukraine katika eneo la Kharkiv. Kulingana na gavana Ole Siniebuhov, watu 2 wamekufa papo hapo na mmoja alikufa akiwa hospitali na mwingine kujeruhiwa. Huku Urusi ikiendeleza mashambulizi yake huko mashariki mwa Ukraine, Umoja wa Ulaya leo umetangaza msaada mwingine wa kifedha kwa Ukraine. Kulingana na rais wa halmashauri kuu ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen aliyekuwa akilihutubia bunge la Ulaya, umoja huo utaipatia Ukraine dola bilioni 6.97 kama mkopo utakaolipwa na riba juu yake kutokana na rasilimali za Urusi zilizofungiwa ndani ya Umoja wa Ulaya. Hayo yakiarifiwa, kansela wa Ujerumani Friedrich Merz amemwambia rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kufanya juhudi zaidi ya pambane na ufisadi baada ya sakata kubwa la ufisadi kuikumba serikali yake. Akizungumza na Zelensky kwa njia ya simu, Merz amesema serikali ya Ukraine inastahili kutumia nguvu zote kuweka hatua za kupambana na ufisadi na kuleta mabadiliko hasa katika masuala ya utawala wa sheria. Zelensky kwa upande wake amemwahidi Merz kuwa kutafanyika uchunguzi wa wazi kuhusiana na sakata hilo, na ameahidi pia kuunga mkono mamlaka huru za kupambana na ufisadi na pia kuchukua hatua za haraka ili kurejesha imani ya raia wa Ukraine, washirika wake wa Ulaya na wafadhili wa kimataifa. Asante sana Jacob Safari kwa taarifa hiyo. Msikilizaji, tunakuomba simama kituo hiki, idhaa hii ya Kiswahili Radio Fortune Africa, ili tuweze kufikia malengo ya kununua transmitter na station transmitter link yenye uwezo wa kurusha matangazo yetu kwa njia mbali na uwezo wa kuweza kuwafikia watu kwa njia FM. Ukitupiga jeki kwa hilo, basi tutazidi kushukuru. Tunakuomba wasilisha mchango wako kupitia paybill number ni 625 account number ni 01245085217800 au till number ni 4561468 kupitia mitandao yote ya kurusha pesa. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Iwapo basi una PayPal, weka pale kwenye PayPal, enda kwenye ukuta wa Radio Fortune Africa, Google pale, tafuta Zeno hapo ambayo namna hiyo ni Radio Fortune Africa, ukuta wetu utapata pale donate by PayPal. Sasa hivi tupokee yanayojiri na kurejesha kwenye studio za DW ambapo Najid Omar na Lilian Mtono ndio wanaotuelekeza kwa hili. Na accent, yani na lafudhi nyingine. Sasa alikuwa wapi na ilikuwaje haijulikani. Lakini hii nadhani pia haikutokea tu kwa hawa makasuku, lakini pia kuna watu baadhi wanapoondoka na kurejea ama wanapopata ugonjwa kuanguka wanabadilisha lugha. Tushawahi kusema hiyo story katika somo pia. Sasa Saimo anasema pengine alienda kujifunza lugha za kigeni nje ya nchi kama ambavyo wengine hufanya, lakini IMBB anasema labda alikuwa na mpenzi wa Kihispania, sasa ameachwa, inawezekana amerudi nyumbani. Kwa hiyo karudi nyumbani anazungumza Kihispania. Itakuwa huko aliachika.
Pengineyo katika kidijitali DW Digital, katika ukurasa wa Facebook, Instagram, YouTube, andika DW Kiswahili, ungane nasi na kusoma taarifa zetu, maoni na video lukuki ambazo tumezichapisha. Miongoni mwa taarifa ambazo leo ningetamani sana uende msikilizaji na mtazamaji wetu ni kuhusiana na wasifu ama kumjua kwa zaidi kwa undani waziri mkuu mpya wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba, na kuna kibonzo pia cha Said Michael au kudata kipo, na sitaki kukuambia ni kibonzo gani, wewe nenda tu ukakione, na tungependa pia uweze kushiriki nasi. Asante sana Lili. Unaniambia mimi ama msikilizaji wewe ushakiona. Ndio maana umecheka. Na video ni nzuri sana, kwa hiyo waende wakaone. Najet, muda umekimbia, wacha tusome ujumbe kwenye channel yetu ya YouTube. Ametuandikia Abel Liza, anasema nimeitegea sikio DW nikiwa Njiro, Arusha, Tanzania. Petro Mungi anasema hongera Mwigulu Nchemba, tunategemea mabadiliko. Sule pia Nestoambea Tanzania anasema hongera Mheshimiwa Mwigulu Nchemba kuchaguliwa kuwa waziri mkuu wa Tanzania. Salumu Yoha wa Dar es Salaam anasema kila laheri kwake japo wa Tanzania wana maumivu. Mirambo Daudi kutoka Mbeya, Tanzania anasema pongezi kwake Rais wa Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa kutangaza baraza la mawaziri na kuzingatia umoja wa kitaifa. Robinson Kashumita kutoka Kelwa huko nchini Tanzania pia anasema pongezi nyingi kwa KKKT kwa hayo maombi yanatarajiwa, ni jambo jema kuliombea taifa letu. Haya, mbali na ukurasa wetu wa YouTube pia tuna Instagram. Fuso wa Fuso ametuandikia huko kutokea Lemela, anasema uchaguzi wa mwaka huu umetuacha sisi wa Tanzania na maswali mengi yasiyo na majibu. Isaya Sambo anasema kila laheri baraza jipya la mawaziri katika kuisaidia serikali ya Zanzibar kutimiza ahadi mbalimbali zinazowakabili walizowapatia wa Zanzibar. Na kwenye ukurasa wetu wa Facebook pia huko Venant Mushobozi anasema bunge linaaibisha kuendelea na shughuli zao bila kutoa kauli kuhusu waliouawa katika vurugu katika kipindi cha uchaguzi. Ukurasa wetu wa Facebook pia namuona Jenga Charles Bunga kutoka Tabora nchini Tanzania anasema hongera Mwigulu Nchemba kupewa kitu kikubwa wa Tanzania wanakuamini. Anese Tengebwage kutoka Bukoba Kagera anasema Tanzania anasema kujiuzulu kwa waziri wa Ukraine kunafuatia sakata la ufisadi ni ishara ya uwajibikaji. Na Mbayirindi Kabuya ametuandikia kutokea huko Butembo, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, anasema Umoja wa Mataifa ongezeni juhudi kumaliza vita katika sehemu mbalimbali duniani. Stefano Maganga wa Karagwe, Tanzania anauliza Umoja wa Mataifa hamuoni kinachoendelea nchini Sudan. Ujumbe wake huyu Stefano Maganga ndio unatuhitimishia matangazo yetu leo hii jioni. Ninakushukuru sana kwa kuungana nasi, lakini saa 12 kamili za asubuhi kesho tutakuwa na matangazo mengine. Hadi wakati huo ninakutakia jioni njema na usiku mwema. Wandugu niseme nini ubayama Jimi mazaba nifanye nini mbona minaishi. Haya, asante sana. Hata mimi nimeshukuru sana kufanya shughuli ya leo nanyi. Asante sana Lilian Mtono hapo hivi, na kutakia vile vile jioni njema na usiku mwema. Sasa hivi tupokee kiziba mkonga cha siku ya leo kabla ya kuweza kuondoka studioni. Kiziba mkonga cha siku ya leo. Haijalishi unasikia sauti zipi kuhusu wewe, kamwe usiruhusu ziathiri vile unavyojisemea kuhusu wewe mwenyewe. Madhara hayapo kwenye wanavyokusema, yapo kwenye unavyojisemea. Sauti zao zisiathiri sauti yako. Haijalishi unasikia sauti zipi kuhusu wewe, kamwe usiziruhusu ziathiri vile unavyojisemea kuhusu wewe mwenyewe. Madhara hayapo kwenye wanavyokusema, yapo kwenye unavyojisemea. Sauti zao zisiathiri sauti yako. Na hicho ndicho kiziba mkonga cha sasa.